Njia nyingine, kudunduliza. Njia ya kudunduliza kidogo kidogo. Kudunduliza kidogo kidogo. Unaanza chini kabisa. Na ndio maana niliwaambia juzi, muondoe aibu. Unaanza biashara, unaanzia chini. Mimi nimeanza biashara, nimeanzia kwenye kuuza soda. Soda kabisa mnazoziona. Yaani unapeleka soda mgodini, unaanza kuuza kidogo kidogo. Asubuhi unabeba soda kwenye kenti zako unaenda sehemu kule mgodini, unaanza kuuza kidogo kidogo. Jumapili unakuja hapa na mshukuru Mungu, kumbe ulikuwa unauza soda moja moja kule. Baada ya muda wewe ni tajiri. Anza kudunduliza kidogo kidogo. Utakapoanza watu wataongea chochote, watu wataeleza chochote, watu watakusema sana, lakini ndio safari itakuwa inaelekea kwenye utajiri. Dunduliza kidogo kidogo. Ukianza kudunduliza kidogo kidogo, mwisho wa siku unakuwa tajiri. Njia hiyo ni moja ya njia. Njia nyingine, nguvu zako. Nguvu zako. Shida ya watu, nguvu zao wanazitumia milele. Yaani yeye anafanya kazi za nguvu miaka yote. Wewe tumia kazi, fanya kazi za nguvu kwa muda, sio miaka yote, kwa sababu ukizeeka hutaweza kufanya kazi za nguvu. Kwa hiyo tumia nguvu zako. Zile nguvu zako unazitumiaje? Ndio maana anasema mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Maana yake ile ina ukweli ndani yake. Kwa hiyo tumia nguvu zako. Usilale, pambana. Zile yaani usilale, usiwe goigoi. Usiwe mtu ambaye simple, hapana. Tumia nguvu zako upate mtaji. Pambana sana. Kupata hela sio kitu chepesi. Kwa hiyo ndio maana tunaanzia kupata mtaji. Kupata mtaji sio kitu chepesi. Anza kwa nguvu zako. Kama unaiona ile njia, unaanza nayo. Jambo lingine, ajira ya muda. Ajira ya muda. Utafute ajira ya muda. Unaajiriwa kwa muda. Unaajiriwa kwenye kampuni fulani, kwenye taasisi fulani kwa muda, kwa malengo ya kutafuta mtaji. Watu wengine wanadhani akiingia kwa ajiriwa anaanza kusema, "Huu ni mwaka wa 10, niko hapana." Usikae miaka 10 kwenye ajira, utakufa maskini. Kaa kwa muda mfupi. Ajira ya muda. Tafuta ajira ya muda. Miaka 2, 3, 4 umeshapata mtaji wako. Sio unakaa milele. Unaajiriwa mpaka mwajiri wake anakufukuza. Mimi yaani uzee wangu wote nimeumalizia kwenye vibarua. Wewe ni chizi ni vibarua. Kwa muda tafuta mtaji. Bwana, mwaka huu napiga vibarua mpaka nipate mtaji wangu. Nafanya yaani vibarua, yaani unakuwa kama chizi hivi mtaani, lakini unatafuta mtaji. Sasa unakaa milele, yaani unakuwa kibarua milele. Haisee, kibarua wangu amezeeka, angekuwa kama zamani nilivyokuwa namtumia angenisaidia. Hivi wewe sasa inabidi tafute barua wengine. Wale hao wameshazeeka hao. Yaani na wewe umo kwenye hiyo kundi la vibarua. Yaani ni hatari sana. Tutafuta vibarua vya muda. Ni njia ya kupata mtaji. Tafuta vibarua vya muda. Vibarua vya muda ni moja ya mtaji. Tunaenda kanuni ya ngapi? 20. Kanuni ya 20. Tumia uzoefu wako. Tumia uzoefu wako. Kumbe mko makini. Sasa kanuni ya 20, uzoefu. Kuna vitu vingi wewe ni mzoefu, tamu sana. Huko mitaani kuna vitu vingi wewe ni mzoefu wa mambo. Tumia ule uzoefu wako upate mtaji. Ule uzoefu wako usitumie wewe unasema mimi ni mzoefu bana. Yaani mimi nikikutengenezea chapati. Yaani bara. Mimi ni mzoefu. Nina miaka 20 hapa kwenye kazi. Wewe unijui tu. Sasa huna hata mtaji. Tumia basi uzoefu wako unaojigamba nao mitaani, unaojidai nao mtaani, upate mtaji. Una uzoefu ndio nao. Mimi ni mzoefu. Najua kufanya hiki na ni mzoefu, nimefanya miaka fulani. Basi wewe badilisha upate mtaji kwenye uzoefu ulionao. Jambo lingine, uaminifu. Jambo lingine, tumia uaminifu. Uaminifu ni mtaji. Si mnasikia wanasema uaminifu ni mtaji? Nakwambia uaminifu ni moja ya kupata mtaji. Unaaminiwa, alafu
ukiaminiwa, kile ulichoaminiwa unakuwa mwaminifu kurudisha. Unaanzisha mfano, mimi mwaminifu nimeutumia wakati nafungua Katonda Hardware. Katonda Hardware ya leo unaiona ni kubwa, inatikisa mikoa yote. Hiyo Katonda Hardware nimeanza sina mtaji hata 100. Nilichokutumia ni uaminifu. Nawaambia watu niletee bando 100 za bati. Wanaleta bando 100 wanajua mimi ni tajiri. Nauza kile kinachobaki ndio faida yangu. Mpaka duka limekuwa sasa hivi. Uaminifu. Uwe mwaminifu. Ukihakikisha unarudisha. Mtu amekuamini. Mimi nimekuwa mwaminifu mpaka kafika mahali Katonda Hardware ya miaka hiyo. Wakati naanza sina mtaji miaka ile. Nimekuwa mwaminifu, inafika mahali mtu wanakuja watu, naangalia kwenye karatasi, nakuta kuna watu wameacha mizigo yao ya mabati, simenti na vitu mbalimbali. Wako watu zaidi ya 20 wanaohitaji, na mimi sina kitu hata hiki cha kwao, ila hela nimerudika dukani. Uaminifu. Wakija tu kuchukua naanza kuona naipata wapi na watafutia na wapi. Uaminifu na imenijengea mpaka leo. Yaani kiangalia watu waliowekeza kitabu kimejaa. Ila sasa hivi kidogo, sasa hivi nafuu. Sasa hivi hamna shida, mizigo ipo. Sio kama kipindi cha nyuma. Sasa hivi wanawekeza na mizigo ipo. Kipindi cha nyuma wanawekeza hamna hata mzigo. Na uaminifu tu. Wewe unashindwa kuwa mwaminifu. Mtu akiwekeza anakuja kuchukua na kumwambia kesho kutwa, unajua sasa nilipata matatizo. Yeye hataki kusikia matatizo yako, anataka kuona wewe mwaminifu. Uaminifu uangalie matatizo. Uaminifu unajiangalia wewe. Huwezi kuanza kumwambia matatizo mtu ya kwako na anahitaji kitu chake. Kwa hiyo uaminifu ni moja ya kupata mtaji. Nyingine, anza kwa imani. Imani. Unaweza kuanza biashara kwa imani. Mambo mengi nataka na maisha yote, 1% tunaanzisha kwa imani. Imani unaanzisha, unasema naenda kufungua duka. Unafika pale unaliombea, unasema sina hata 100. Alafu katika ile kuamini na kuja kuomba kanisani, Mungu anafungua milango. Imani. Sio nasema kwa maandiko tunajua kwamba unaweza imani ikiwa hata chembe ya halali inaweza kuhamisha milima. Milima ni nini? Mlima wa umaskini unaweza kuanguka kwa imani. Unaweka imani. Unaanza biashara kwa imani. Tapata tu mtaji, hamna shida. Watu wanapita pale, mbona una kitu? Mbona ueleweki? Kwa imani. Anzisha mtaji kwa imani. Pata mtaji kwa imani. Imani tu ina nguvu. Jambo lingine, kanuni nyingine. Kufata mtu ama rafiki yako ama baba yako ama mama yako, unamwambia nisaidie mtaji. Unaandaa kabisa picha yako nzuri. Unamfuata mume wako, unamwambia naomba mtaji. Nina 1, 2, 3. Unakumeandaa. Unamfuata baba yako, unamfuata mama. Kuna wamama wana hela. Unamfuata unamwambia mimi nimepanga 1, 2, 3. Anakupa mtaji. Nakwambia kwenye hela hatutaki kuanza kujisahau. Yaani utaki kujisahaulisha, ndio maana nawapa hizi mbinu. Yaani lazima tuwe matajiri, na kuwa matajiri ni mbinu kama hizi. Hakikisha unamfuata mtu. Unapanga ratiba yako, unamwambia nina kitu fulani nimekiandaa, nataka naomba unisaidie mtaji. Anakupa kiona umemaanisha. Shida wewe, mbona ukipata matatizo anakupa? Ukipata shida anakupa. Anashindwaje kukupa mtaji ukiwa na akili yako, ukiwa safi kabisa? Kwa hiyo atakupa mtaji. Kwa hiyo hiyo ni moja ya mbinu. Tunaenda mbinu ya ngapi? Tunaenda ya 24. Tumia taarifa ya uhakika upate mtaji. Tumia taarifa ya uhakika. Mfano, unajua kabisa kwamba una taarifa kwamba chuo chetu kiko Kahama. Sasa kama kiko Kahama, unamwambia mtu, na taarifa za uhakika, unamwambia mtu kwamba ukimpelekea mtu pale kwamba wewe njoo uende ukajifunze, unanipigia au unampigia pale, unamwambia bwana mimi nimepata mtu. Sasa kwa sababu nimepata mtu, sina mimi naweza kupata chochote. Unamwambia mtume, akifika kilipa na wewe unapata kamisheni yako. Hakuna kitu ambacho, yani hakuna mtu anaweza kumfanyia kitu au ukampa pesa
au kamfanyia kitu fulani asikupe hela, hayupo. Cha msingi wewe ujieleze tu. Kwa hiyo tumia taarifa za uhakika. Uwe tu unajua tu kwa taarifa ya uhakika kwamba mimi nikifanya hili nitapata hiki, mimi nikifanya hiki nitapata hiki. Hata mgodini, hata huko mgodini, ukiwa na taarifa sahihi unapata hela, ila uwe na taarifa sahihi. Kanuni ya mwisho, kuomba au kuombewa. Maombi, tumia maombi, njia ya kupata mtaji, na njia watu wengi wanaipenda hii njia, yaani watu makanisani wanaipenda sana hii, na inapendwa na watu wengi. Maombi, njoo tukuombea utapata pesa. Sawa, unaweza kupatika, ni moja ya njia na yenyewe, lakini unaweza kuombewa. Kuna mtu mmoja alienda kaombewa, baadaye akaenda kaokota hela, akikuta anaokota mamilioni na akawa tajiri. Kwa hiyo unaweza kuombewa, na yenyewe ni njia na wanaipenda watu. Kwa hiyo tumia njia ya maombi na maombezi. Njoo uombewe, mwambie mimi nataka nipate mtaji. Pigwa mkono afu uone. Unaweza ikawa ndio njia ya kutobolea hapo ukapata mafanikio. Kwa hiyo njia ya maombi na maombezi. Sasa nimetaja njia nyingi sana. Na njia hizi nilizozitaja, lengo langu kubwa ni kuhakikisha unapata hata 2, hata 3, hata 4, unazifanyia kazi mpaka unapata mtaji. Unazitumia mpaka unapata mtaji. Na nina uhakika hizi njia nilizozitaja, njia 25, wewe uliyenisikiliza lazima utapata njia moja wapo ambayo itaenda kukufanikisha, ambayo itakufanya uende ukapate mtaji, uende ukawe mtu mwingine. Mungu abariki, naomba niishie hapa.